Kwa neema ya Mungu tumepata nafasi ya kukusanyika mahali hapa, nasi leo nimesema tutakuwa na somo lenye kichwa kinachosema aina kuu 4 za waumini ama wafuasi. Aina kuu 4 za waamini ama waumini ama wafuasi. Leo nitakufundisha aina kuu 4, yaani Wakristo, watu tuliookoka, watu tuliomwamini Yesu Kristo, tunaoenda makanisani. Katika makanisa yetu haya kuna aina kuu 4 ya washirika walioko makanisani. Kuna aina kuu 4 ya wafuasi walioko makanisani. So nisikilize kwa makini, alafu utajichuja, utajiangalia, je, mimi nipo katika aina gani ya mfuasi? Mimi nipo katika aina gani ya mwamini? Ama mimi nipo katika aina gani ya mshirika? Haleluya. So somo hili litakusaidia kujichunguza, ujijue ya kwamba upo katika nafasi gani ama aina gani. Napenda leo niende haraka haraka tu bila kupoteza muda. Ufuasi wa kwanza, aina ya kwanza ya waumini ama wafuasi walioko katika makanisa ama katika wokovu ni ufuasi wa Tomaso. Thomas the Apostle, kama tunamfahamu wengi, tumesoma kwa habari ya mtu mmoja anaitwa Tomaso. Tomaso alikuwa ni mmoja kati ya wale thenashara. Haleluya. Na Tomaso huyu alikuwa ni mwanafunzi wa Yesu, yani kati ya wale 12 thenashara alikuwa humo. So alikuwa anatembea na Yesu, alikuwa anaishi na Yesu, alikuwa anakula na Yesu. Lakini Tomaso huyu alikuwa ana tabia zake, alikuwa ana sifa zake, na sifa hizi za Tomaso ni sifa ambazo zipo kwa baadhi ya waamini wa makanisa ya leo. Yamkini uko mahali hapa unanisikiliza, nawe ni mmoja wa watu wenye aina ya ufuasi kama alionao Tomaso. Haleluya. Tomasi alikuwa anatembea na Yesu, alikuwa anakula na Yesu, alikuwa anafanya kila kitu pamoja na Yesu. Lakini Tomasi, sifa yake ya kwanza, mshirika huyu alikuwa na mashaka. Yaani yuko pamoja na Yesu, lakini hakika yake ana mashaka na huyo Yesu. Hii ni aina ya watu ya washirika tuliokuwa nao makanisani. Yaani wako makanisani, wamebatizwa ndio, wameokoka ndio, wamehubiriwa kuhusu Yesu ndio, wamefanya kila hatua za wokovu ndio, lakini wana mashaka na Yesu waliombeba. Ndio unakuta mshirika anapitia hali ngumu, anamwamini Yesu, amebatizwa, yeye ni jembe la Kristo kweli kweli, akiomba ni kama jenereta, lakini akifikia hatua fulani ya maisha anasema hakika yake sidhani kama Yesu anaweza kunisaidia. Lakini amemjua Yesu, anamtambua Yesu na anamwelewa Yesu, ila ana mashaka na huyo Yesu. So huyu ni mshirika namba 1, huyu ni mfuasi pamoja, na tupo nao makanisani. Yamkini na hapa katika grupu letu hapa tupo nao washirika ambao wameokoka, wanamjua Kristo, wanamtambua Kristo, lakini wana mashaka na huyo Kristo. Ndo wale ambao wakikaa wenyewe binafsi
wanajiuliza, hivi Kristo ndo yule aliyekuja ama tumsubiri mwingine? Yaani wamempokea lakini hawana imani naye. Wako makanisani lakini hawana imani. Kwa kuwa wameumwa kwa miaka mingi, hawana imani ya kuponywa. Japokuwa wamesikia habari za Kristo, ila hawana imani ya kuponywa. Walisikia kwamba Kristo aliponya watu, walisikia kwamba Kristo aliinua viwete, lakini wao hakika yao wana mashaka na uponyaji wa huyo Yesu. Ila wako makanisani, yamkini ni wachungaji, yamkini ni walimu, yamkini unashika maiki na kutuhubiria. Hii ni aina ya kwanza ya washirika wenye sifa ya Thomas, wafuasi wenye sifa ya Thomas. Sifa ya pili ya Thomas, anaamini zaidi anachokiona kuliko neno la Mungu. Yaani ukisoma Thomas katika kitabu cha Yohana, naomba tusome hapo Yohana sura ya 20 mstari wa 24. Yohana 20 Yohana 20:24 inasema hivi: walakini mmoja wa wale thenashara, Tomaso aitwaye Pacha, hakuwako pamoja nao alipokuja Yesu. Yaani kipindi Yesu anafufuka, alipowaendea wanafunzi wake aliwakuta wote, lakini huyu Tomaso huyu hakukuwa na wenzake. Hatujui alienda wapi, lakini hakukuwa na wenzake. Basi wanafunzi wengine wakamwambia, tumemwona Bwana. Akawaambia, mimi nisipoziona mikononi mwake kovu za misumari na kutia kidole changu katika mahali pa misumari na kutia mkono wangu katika ubavu wake, mimi sisadiki hata kidogo. Huyu ni Tomaso, ameishi na Yesu, amekaa na Yesu, amemjua Yesu kiundani, lakini hana imani na huyu Yesu. Ana mashaka kwa kuwa Yesu kabla ya kufa aliwaambia kwamba siku ya 3 nitafufuka. So mtu mwenye imani inayozidi kifo angeambiwa na wenzake kwamba tumemwona Yesu amekuja, angesema hakika yake alisema atafufuka, naye amefufuka. Lakini yeye akasema yaani nyie msiniambie, msinipe habari zenu. Mimi nitakapoona misumari, nitakapoona alama za misumari, ndio nitajua ya kwamba hakika amefufuka. So anaamini anachokiona zaidi ya lile neno ambalo Yesu alilisema kabla ya kufa. Anataka kuona kuliko kusikia neno. Hii ni aina ya waamini ambao tuko nao. Wao wanataka kuona. Unapowaambia Yesu anaponya, hawataki tena kusikia maandiko. Wanataka waone power, wapige power, waanguke. Hii hao ndio washirika niliokuwa nao. So na wewe hapa leo utajitathmini, je, upo katika aina gani ya mshirika? Tedi kwenda haraka. Hawa ni washirika ambao imani yao inategemea ushahidi wa macho. Yaani mpaka tuone. Tusipoona hakika yake, tusipoona hakika yake hatuwezi kuamini. Tusipoona hatuwezi kuamini. Hawa ni washirika ambao tuko nao kanisani, wenye asili ya Tomaso. Wametangaziwa kuhusu Kristo, wanamjua Kristo, wanaomba, wanafanya mambo yote ya kiroho, lakini hawana imani na huyo Kristo. Yaani hawezi kusadiki ya kwamba Yesu anaponya mpaka ameumwa kansa akaponywa, ndio anasema kweli huyu Yesu anaponya. Hawezi kusadiki ya kwamba Yesu anarudisha vilivyopotea mpaka ameachwa na mume alafu mume akarudi, anasema kweli Yesu anarudisha. Yaani ni mpaka wameona
Ukiponywa wewe wa nje hawataki kuelewa. Umeponywa wewe, bwana hatujui kwamba umejifanyisha. Ni sisi tuone kwa macho. Ndio unakuta kuna washirika wengine makanisani wakiona watu wanafunguliwa bado hawaamini, mpaka siku ambayo na wao wameanguka chini wanalia, ndio wanasema kweli nimefunguliwa na mimi. Washirika wenye asili ya Tomaso, kataa kuwa mshirika mwenye asili ya Tomaso. Yesu akasema kwamba heri wale wasioona wakaamini. Hili neno Yesu jua Yesu hakumkataa Tomaso, bali alimsaidia kushinda mashaka yake. Akasema heri wale wasioona wakaamini kuliko wewe unayeona na unaamini. Maana yake ulishindwa kuamini hata usipoona. Lakini tafsiri ya kwamba Yesu asingerudi baada ya siku ya 8 kwa ajili ya Tomaso, maana yake Tomaso asingeamini mpaka leo kwamba Yesu alifufuka. Tunasoma kwamba Yesu baada ya siku 8 ndio akarudi. Aliporudi tu, kitu cha kwanza akamuita Tomaso, akamwambia njoo, haya niangalie mikono, niangalie mbavu, niangalie miguuni, haya umeamini? Maana yake Yesu asingerudi, Tomaso asingeamini mpaka kesho. Haleluya! Tunasikilizana, tumesikilizana. Hii ni aina ya kwanza ya 8, aina ya kwanza ya muamini. Twende